Mkuu wa shule aliniambia, ndiyo nakukumbuka. Lakini baada ya wewe kutoka, kuna jamaa alikuja, akalipa kila kitu. Kwa hivyo, Happy adaiwi chochote mpaka anamaliza form 4. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri, bora na ya kusisimua. Simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Yatima. Mimi langu jina ni Mr. A Romantiki. Kutoka hapa Simulizi TZ. Jambo la msingi na la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata vitu mbalimbali kutoka hapa Simulizi TZ. Sasa tusonge katika muendelezo wa sehemu hii ya 3. Nilijaribu kuumiza kichwa, yaani akili yote iliwaza, au ni yule jamaa aliyenibeba kwenye V8? Lakini kama ni yule, mbona mimi simjui? Ilibidi nirudi zangu nyumbani. Nikamkuta mdogo wangu ameshafika, tena yupo anakula. Happy aliponiona aliniuliza, dada, vipi? Mbona unaonekana kuchanganyikiwa? Nilimwelezea kilichotokea. Happy akaniambia, huyo lazima ni Emedi tu. Wewe umejuaje? Akasema, mimi nahisi tu. Na ninahisi hata huyo mtu yeye ndiye amemtuma. Mbona kama kweli vile? Sijui nimuulize Emedi. Happy akasema, ndiyo, muulize dada. Ilibidi nimpigie Emedi. Nikamwambia, samahani, kuna kitu nataka kukuuliza. Akaniambia, it's okay. Brightness, talk to me. What out mama? Kuna kitu chochote umefanya kwa ajili yangu leo? Emedi akakaa kimya. Tena alikaa kimya kidogo. Zena akaniuliza, kitu gani Brightness? Ni wewe ndio umelipa madeni ya Happy shuleni? Emedi alikubali. Akaniambia, yes, ni mimi. Samahani kwa kuwa nilifanya bila ruksa yako. Kwa hiyo hata yule Mr. Mendradi wewe ndiye umemtuma anibebe kwenye gari? Akasema, ndiyo Brightness, ni mimi. Kwa nini unafanya hivyo Emedi? Kwa sababu nakupenda Brightness. I love you. I wanna love you forever. Ilinibidi nikate simu, maana Happy anasikiliza Emedi anavyoongea. Tena Emedi aliongea kwa hisia, yaani kwa hisia nzito. Baada ya kukata simu, sauti ya Emedi ilibaki inajirudia tu kichwani mwangu. Happy naye akawaamini, anatamani alie, afurahi. Yaani kiufupi tulibaki kila mtu anawaza lake. Nilielekea chumbani kwangu, nikajilaza kitandani. Nikawa nawaza tu kuhusu Emedi. Kila mwanamke ndoto yake ni kupata mwanaume kamili, mwenye kujali na kusapoti. Basi bila shaka huyu ni mwanaume sahihi kwangu, tena atakayenifaa. Lakini subiri, hivi ndio nimeamua kuingia moja kwa moja kwenye ulimwengu wa mapenzi? Hakika nilijiuliza. Sijui nimpikie. Niliwaza sana kitu gani ambacho nitafanya. Yaani niliwaza nimpikie nini leo mume wangu. Brightness, acha ujinga. Bado hajakuoa kabisa ujue. Wakati nawaza acha kumpikia Emedi, muda huo simu ilianza kuita. Emedi aliniambia, leo usiandae chakula, nitakuja kuwachukua tukale dina. Hii ndiyo aina ya mwanaume ninayemtaka mimi. Nilipiga magoti, nikamshukuru Mungu. Asante Mungu Baba wa mbinguni, wewe ni mwema na mwenye rehema. Asante kwa hili, lakini lifanye kadri ya mapenzi yako, si kadri ya mapenzi yangu. Basi nilimwambia Emedi, sawa, nimekuelewa. Ule ugumu wa kumwongelesha kibabe
haukuwepo tena. Wakati huo Emedi ameshaanza kuingia ndani ya moyo wangu na hisia zangu alianza kuziteka. Basi mida ya saa 2 usiku Emedi alitufuata, akatuchukua mimi pamoja na mdogo wangu Happy mpaka kwenye hoteli moja hivi ya hapa Dar es Salaam. Tuliweka oda, kila mtu anachojisikia, yaani kitu chochote kile unachotaka kula. Wakati chakula kinaandaliwa, tukaletewa cocktail za kutuburudisha kidogo. Yaani ghafla tu tukaanza kuyaonja maisha ya kitajiri. It was a nice kiukweli. Basi tulikunywa cocktail. Haikupita muda tukaletewa chakula, kila mmoja kama alivyoagiza. Hakika chakula kilikuwa kitamu sana. Tulikula pale, kisha tukamaliza. Emedi akatuambia tuongeze vinywaji. Nilihisi tutapasuka. Tulimwambia tushatosheka bosi, asante, ubarikiwe na Mungu. Basi muda ulikuwa ushaenda, ilibidi turudi nyumbani. Emedi alitupeleka mpaka nyumbani. Majirani sijui wanaongea nini tena kutuhusu sisi, maana si kawaida kabisa. Happy alishuka kwenye gari, tena alikuwa wa kwanza. Mimi wakati huo nilivyokuwa nashuka, Emedi akaniambia, Brightness, wait. Kumekucha, mbona kuwait tena? Nilijiuliza, au ndo nataka kulipishwa? Nikaanza kubinyabinya vidole, uoga ulianza kunikamata. Nikachungulia dirishani, kwanza nikamkonyeza Happy asiende mbali nisije nikajikuta naingia kwenye mkenge. Nikajikuta nimepoteza mambo mengi ndani ya mule kwenye gari, yasije kutokea mambo mengine. Mdogo wangu alisimama kuningoja. Emedi aliniomba nimpe ratiba yangu ya chuo ili awe anakuja kunipeleka. Alidai pia siku ambazo atakuwa bize atakuwa na mtuma dereva wake aje kunichukua. Mbona kama naota mimi? Izila hata sikuzitarajia mwenzenu. Mbona kama naangalia movie vile? Nilihisi machozi kwa mbali. Emedi akaniambia, come on Brightness, stop crying baby. Nilipangusa havi machozi, nikamwangalia Emedi, naye akawa ananiangalia. Alinitazama kidogo, akaniambia, niambie chochote unachojisikia. Tafadhali, niambie chochote kile unachotaka kuniambia Brightness. Niko hapa kwa ajili yako. Nililoona linatosha kwa muda ule ni asante. Nilimwambia asante. Asante sana Emedi. Asante kwa kila kitu unachotaka kufanya ama ulichofanya kwenye maisha yangu. Kiukweli nashindwa hata nikushukuru vipi. Asante sana kwa kila kitu. Basi alinikumbatia mtoto wa watu. I say. Kuna feelings zilikuja ndani ya kichwa changu. Sijui nieleze vipi. Kama nilivyokuambia hapo awali, mimi ni mtoto nililelewa katika maadili. Hivi vitu vyote sikuwahi kuvifanya. Naweza nikasema ikulu yangu bado haijawahi kuingiliwa na mfalme yeyote yule. Alikuwa ananukia marashi ambayo hakika yalionekana tu kuwa ni ya gharama kubwa. Basi wakati ananisogeza kwa ukaribu ili apate kunikumbatia, si akamwona Happy alikuwa anatuchungulia. Ikabidi niache haraka. Tena akamwambia, Happy, nenda ndani shem. Dada siwezi kumfanya kitu, atakuja. Happy alienda ndani. Nikabakia pale mimi na Emedi. Aliniuliza, lini utanipa ratiba? Nikamwambia nitakutumia message. Yaani hata kuongea nilikuwa nashindwa. Uoga hakika ulinitawala, viaibu navyo kama vyote. Basi Emedi aliniambia, ni sawa, kesho utaenda chuoni muda gani?
Nikamwambia saa 4 asubuhi. Basi nitakuja kukuchukua mwenyewe. Nikasema thank you. Nakupenda. Nakupenda sana. Na nitazidi kukupenda. Yaani Alpha Omega. Mwanzo mwisho. Natamani nikueleze maneno mengi mazuri ambayo yatafanya uweze kuamini kile ninachokiongea. Natamani uingie ndani ya moyo wangu ili upate kuona jinsi gani ulivyokuwa na nafasi. Unajua mapenzi matamu ukimpata anayekupenda. Nami kwa sasa naamini nimepata sehemu salama. Brightness. Upendo ni kitu kikubwa sana na mapenzi yana maana kubwa sana. Kila ninapotamani kukueleza juu ya hisia zangu za dhati kwako, sioni ni neno gani litakalobeba uzito waya kitu kilichomo ndani yangu. Ila tu naweza nikasema neno la mwisho, nipo tayari kwa chochote. Nakupenda daima. Aliongea kwa sauti fulani hivi ambayo nilijisikia tofauti ukizingatia alivyokuwa amenishika. Hakika nilichanganyikiwa. Nilijikuta napata shida kupumua. Nikabaki kimya kidogo. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa yanadunda. Tena yalidunda kwa kasi, unaweza ukasema ya 5G. Emedi alibaki ananiangalia tu maskini. Mambo yashabadilika. Nilivuta mkono wangu aniachie. Hataki, ananiangalia tu. Anatamani hata nikae naye karibu. Yaani nilihisi kabisa anataka niwe naye muda wote. Nilikuwa nikimwangalia machoni. Anataka hadi kulia maskini. Aliniomba nimwambie chochote tu kutoka moyoni. Yaani kitu ambacho kingeweza kumfurahisha ndani ya moyo wake. Nilihisi anatamani nimwambie kuwa nampenda au la, ni chochote kile. Tatizo ukimkubali mtu kwa haraka, napo anaanza kujiona sukari. Bora niendelee kumkazia. Akipata shida kunipata, atajifunza namna ya kuniheshimu. Nilijisemea kimoyomoyo na ndipo nilianza kumwambia. Nilimwambia vile vile tu nilivyomwambia pale mchana. Tunahitaji muda wa kuweza kufahamiana. Tena kufahamiana vizuri. Akasema sawa. Naomba nikuombe kitu. Uniombe kitu? Kitu gani Emedi? Jamani, naomba nikukisi tafadhali. Nikukisi kidogo tu. Nikamwambia sio sasa, we need time. Akanipa pesa ili niweze kutulia, lakini mimi nilikuwa na neno moja tu, we need time. Kila anachoniambia namwambia we need time, more time. Hata hivyo mtoto wa kike lazima usimamie mwili wako, usimamie heshima yako, uwe na msimamo wako. Sio unatumika tu kama choo. Lakini pia ukizingatia mimi nilikuwa na umalkia wangu. Basi usiku huo tuliagana. Tena tuliagana hivyo hivyo kibishibishi. Nilikaza mno hata kisi ya kupata. Nikaingia zangu ndani. Emedi naye akaondoka zake. Sio kama simpendi. Nahisi kabisa kuwa nampenda. Lakini sihitaji kujirahisisha kisa msaada. Naweza nikaingia kwenye mifumo mibaya. Basi usiku huo baada ya kuingia ndani nilikuwa na furaha sana. Mpaka Happy akasema, Mungu wangu, mlindie dada yangu mchumba wake ili wenye tamaa wasimchukue. We Happy we. Uachage wenge wewe. Wenge gani dada? Sema tu ujione ulivyobadilika.
Yaani tangu Hemedi aje kwenye maisha yako, siku hizi huliilii kama kipindi kile. Naomba umkubalie tu, usimtese kaka wa watu. Yaani Happy anataka kunipangia, yaani mimi kitu cha kufanya. Watoto wa 2000 hawa wanajikuta wanajua kila kitu. Nampenda sana mdogo wangu. Mdogo wangu? Hakika nilikuwa nampenda. Happy alikuwa ni moja ya sehemu ya maisha yangu. Basi alienda zake kujisomea. Mimi nikaingia jikoni kukanda unga ili kesho kabla sijaenda chooni niwapikie mafundi chai na maandazi. Jumba letu walijenge wakiwa na shibe. Nilijichekea. Muda huo mimi nikashindwa kupokea, maana mikono yote ilikuwa inatumika. Alipiga simu sana Hemedi, sijui ndio alihisi nimetoka tena. Nikajisemea tu nimalize kwanza kukanda unga, kisha nitampigia. Wakati nataka kumpigia nikakuta ametuma message, it's okay, huenda mimi sio type yako, endelea nao unaowapenda. Alikuwa na hasira sana na alikuwa na wivu mno. Ngejua mwenzie hata sijawahi kuwa na mahusiano yoyote katika maisha yangu. Basi nilivyosoma ile message nikasema acha nimpigie ili asilale na maasila. Nimepiga simu kazima. Jamani, Karo kalianza kuniuma. Basi nililala zangu. Kesho yake asubuhi nikamtumia message, good morning. Akanijibu, ndo umetoka kwa hao unawapenda? Wakina nani? Wakina nani? Akanijibu, unaowapenda. Nikaguna. Akajibu, ni sawa tu Brightness, ila tambua unachonifanyia sio sawa. Unajua kuna muda kuonea wivu kuna raha yake. Tena raha inazidi pale unapolalamikiwa kwa kitu hujakifanya. Basi muda huo mimi nilikuwa na kaanga mandazi. Nilivyoona hatuelewani, nikaweka simu kando, nikaendelea kupika. Nilipomaliza nikaishika simu, nikakuta ina missed call 3 kutoka kwa Hemedi. Mbona sikusikia wakati inaita? Shetani, mbona yupo serious kiasi hiki? Basi nikajisemea nipige simu nijitetee. Basi Hemedi hakupokea. Nikatuma message, sorry, nilikuwa jikoni naandalia mafundi chakula. Ikawa kimya, wala sikujibiwa. Sijui ilikuwaje, nilijikuta nachanganyikiwa. Jamani, niliandika message, jamani nisamehe, sitarudia. Nilimtumia tena hiyo message. Akaniambia jiandae, muda wa choo unakaribia. At least anajali. Basi nilimaliza kuchuja chai kwenye ile chupa, nikaweka maandazi kwenye deli. Then nikawakimbizia mafundi haraka. Kufika pale mafundi wananiita Mother House. Niliondoka. Basi nilijiuliza nani aliwaambia? Ndipo niliondoka zangu nikaja kujiandaa kwa ajili ya chuo. Nilichagua kinguo changu kitamu sana nikakivaa. Kichwani nilivaa wigi fulani hivi amazing, life 3 tu. Chini viatu vyangu virefu na kimkoba changu kidogo tu cha wastani. I say niliwaka, maana ninavyokuambia nimebarikiwa. Hakika nimebarikiwa. Na nikivaa nguo yoyote watoto wa mjini wanasema nilikuwa henga. Maana yake nilikuwa napendeza kweli kweli, maana umbo langu namba 8 hakika lilikuwa balaa. Baada ya kumaliza kujiandaa nilitoka. Hemedi. Kumbe muda huo Hemedi alikuwa kwenye gari, alikuwa ananisubiri. Basi nilitembea mdogo mdogo
kuelekea kwenye gari. Akawa ananiangalia jicho la chini chini, akanifungulia mlango, nikaingia kwenye gari. Umependeza sana mama, aliniambia huku akinitazama usoni. Nikamwambia thank you, umependeza pia. Hemedi alikuwa mtanashati mno, akasema thanks. Tuliondoka mpaka chuoni. Hii ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kupelekwa chuoni na ndinga, tena ndinga ya pesa ndefu. Nilitamani nimzuie Hemedi asinifikishe chuoni, nilihofia watamuiba bebi wangu. Tulifika eneo jirani na chuo, nikamwambia naomba nishushe hapo, nitatembea. Akashangaa, why? Ina maana utaki wa kuone pamoja na mimi? Hawa unaowahofia acha tu wanione. Jamaa akakanyaga mafuta mpaka chuoni. Akashuka kwenye gari, akanifungulia mlango, akanishika mkono, nikashuka. Wanafunzi macho yote yalikuwa kwangu. Kila mmoja alishtuka kuniona nikishuka kutoka kwenye lile gari la kifahari. Nilishuka kwenye gari. Hemedi akaniambia take care, I love you mama. Nikavunga kama vile sijaambiwa mimi. Nikapiga hatua. Jamaa akanishika mkono. Nikamwambia watu wanatuangalia. Ndo kabisa. Akaushika mkono wangu, then akaniambia I love you. Afa akaendelea kunishikilia nisiondoke hadi nimjibu. Basi hapo ndipo nilimwambia kwa sauti ya chini, thank you, niachie basi. Sikumwambia I love you tu, mimi naogopa. Alijisikia vibaya, lakini niliondoka zangu. Tusiendelee kubakia pale kama maonyesho. Hemedi naye aliondoka. Nilimwambia jioni saa 10 ndo nitatoka chuoni. Akasema atamtuma mtu aje kunichukua. Alidai hiyo mida atakuwa kwenye kikao. Basi bwana, ile pesa ya siku ile niliyopewa na Hemedi nililipia madeni yote niliyokuwa nayo chuoni. Kuna mitihani nilikuwa sijafanya kutokana na kutolipa ada. Ilitakiwa nifanye baada ya kulipa. Ndani ya hiyo wiki nzima nilikuwa busy na mitihani, na namshukuru sana Hemedi, alikuwa ananijali vibaya mno. Nilikuwa nikitoka chuo na mkuta nje, alikuwa ananisubiri, na asubuhi yeye ndiye alikuwa ananiamsha kwa ajili ya kujiandaa kwenda chuoni. Basi muda huo niligeuka mada chuoni. Kila mmoja akawa anatamani kuwa karibu yangu, kisa tu nimepata mwanaume tajiri. Siku zilienda. Basi Happy akahamia hosteli. Nyumbani nikabaki peke yangu. Siku moja asubuhi Hemedi alipokuja kunichukua kwa ajili ya kunipeleka chuo, aliniambia siku inayofuata tutoke, kuna sehemu alihitaji nimsindikize. Wapi? Hakuniambia. Alidai ni surprise. Mimi nikamkubalia, maana hata sikuwa na misha yoyote ile ya kunizuia, na that time nishaanza kumzoea. Kama kawaida yake alinipeleka nyumbani, nikakoga, nikabadili nguo, tukatoka kwenda kula. Nakumbuka usiku aliponirudisha nyumbani, kabla sijashuka kwenye gari, Hemedi aliniambia anahitaji kiss. Nikabananishwa kwenye 18, vile hata sijajibu kama nimekubali au la. Nikashtukia tu midomo yake ipo karibu yangu. Ikabidi nitulie tu. Sitaki kukumbuka ilivyokuwa, maana ilikuwa hatari sana kwangu. Hisia kali zilipanda, lakini nilijitahidi sana kutaka kujizuia, ila sikuwa na jinsi. Siku iliyofuata ndio siku Hemedi aliniambia tutatoka. Baada ya kuniambia tunaenda wapi, alichoniambia tu nivae nguo ya heshima. Nilijiandaa, nikavaa vizuri kwa heshima. Hemedi akaja kunichukua. Safari ikaanza. Wapi tunaenda? Kwa nani na kwa nini? Wala sikujua, ila ni maswali ambayo nilikuwa najiuliza ndani ya kichwa changu. Basi safari haikuwa ndefu sana.
Ilichukua kama dakika 45 tu, tukaingia kwenye jumba moja hivi. Lina muonekano mzuri sana. Geti lilifunguliwa, tukakaribishwa ndani kwa heshima sana. Ni wapi huko Mungu wangu? Nilijiuliza. Basi gari liliingia parking, tukashuka. Then nikamsikia Hemedi akiita kwa nguvu, "Mom, I am home. Where are you guys?" Maana niko nyumbani, mko wapi jamani? Uwi, kwa hiyo kanileta kwao. Lo. Miguu yangu mpaka iliishiwa nguvu. Kiwoga fulani kwa mbali. Si unajua wazazi wa Kibongo wana maneno kwa vijana wao. Lazima mtu uogope. Ndani ya sekunde kadhaa akatoka Mama Mendradi. Yule mbaba alionichukua shuleni kwa kina Happy siku ile, akanipa na tishu nifute machozi. Ina maana huyu baba ni ndugu yake na Hemedi. Alikuja na mwanamama mmoja hivi, kamshika mkono, mrembo hatari. Nyuma yao alifuatia mdada mmoja wa rika langu, karembo hatari, na mkaka mmoja hivi wa kiume mdogo. Wakaongozana hadi tulipo. Wakatuambia, "Wao, karibuni." Tulimwagiwa mabusu hapo tele. Karibuni kama zote. Bwana Mendradi baada ya salamu akamwambia, "Hemedi, hongera. Hatimaye umefanikisha bwana." Wakacheka. Kisha Hemedi akanigeukia akaniambia, "That's my dad." Ha? Baba yake? Afu kiwaangalia kama washikaji fulani hivi. Ndio maana siku ile kwenye gari mzee hakuleta mazoea, kumbe ni baba mkwe. Familia yao ilikuwa na uzungu mwingi. Basi tuliingia ndani. Wanafamilia wakaonesha kufurahi sana uwepo wangu. Nilitambulishwa kwa familia nzima. Baba, mama, watoto, pamoja na ndugu baadhi ambao tuliwakuta pale. Hemedi aliwaambia, "Najua sijawahi kuwaletea mwanamke wa aina yoyote ile hapa nyumbani, lakini leo nimemleta. Huyu ndo niliyekuwa nikimwomba Mungu anipe. Jina lake ni Brightness. She is my wife to be. Yeye ni mke wangu mtarajiwa. Nimemleta hapa kila mmoja amuone, na leo rasmi na watambulisheni kwenu kuwa Brightness ni mchumba wangu. Ikiwezekana, mipango na taratibu za kwenda kwao zianze mara moja." Alimalizia kwa kusema, "Nakupenda sana Brightness. Karibu nyumbani. Hapa ndio kwetu, na hawa ndio ndugu zangu, na ni ndugu zako kuanzia leo." Sijui kwa nini nilikuwa najisikia kulia. I don't know why, but I cried a lot. Hemedi, nikamwambia, "Thanks for this, appreciate you so much. Thank you." Alichukua tishu akanifuta machozi. Yaani haogopi hata kidogo. Wakati huo wazazi wake walikuwa wanatuangalia. Basi mambo mengine yaliendelea. Tukakaribishwa vinywaji pale. Stori 2-3 zikafuatia. Wazazi wa Hemedi wakataka kunijua. Tena walitaka kunijua kiundani. Basi siku hiyo ndio siku niliyoweza kufunguka kila kitu kuhusu maisha yangu. Hata Hemedi nilikuwa sijawahi kumwambia vitu vyote hivyo. Nakumbuka baada ya kuwa tumeshamaliza heka za kula na kunywa, ndugu waliondoka. Ikabaki familia ya Hemedi tu. Ilikuwa usiku. Nakumbuka Hemedi aliniambia, "Tutalala pale kwao kwa siku 3, then tutarudi nyumbani." Basi siku hiyo usiku nikaambiwa kuna kikao. Wazazi wanataka kuongea na mimi. I mean wakwe. Nilienda kuwasikiliza nikiwa pamoja na Hemedi. Mr. Mendradi alianza kunihoji. Tena alianza kunihoji kiundani, maana alitaka kunijua mimi ni nani, chimbuko letu la wapi ama la watu gani, na wazazi wangu au ndugu zangu wako wapi. Nilianza kuelezea from A to Z, ukoo wetu na familia kiujumla. Nikawaambia pia sina wazazi. Mama yangu na baba yangu wote walishatangulia mbele za haki. Ilikuwa ngumu kuelezea, but I tried. Nilijaribu. Japo ilikuwa ni kwa maumivu sana,
Basi Mrs. Menradi ambaye ni mama yake na Hemedi aliniambia, I know how you feel, Brightness, sorry. Alinikumbatia na kunifuta machozi. Hemedi pia alifanya hivyo hivyo, na baada ya hapo baba yake akasema, kwa sasa hautakiwi kulia tena, kwa sababu kuanzia leo sisi ni familia yako. Waliongea maneno mengi mazuri, wakayabariki mahusiano yetu. Ni familia yenye utu na upendo mwingi sana. Maneno yao yalinipa faraja sana. Nilijiona kama mtu niliyezaliwa upya. Basi nilimshukuru Mungu sana kwa kumleta Hemedi kwenye maisha yangu. Baada ya kumaliza mazungumzo, ulifika muda wa kulala. Wazazi wakamwomba Hemedi anipeleke nikapumzike. Hemedi alinishika mkono, tukaongozana kuelekea chumbani. Kichwani nikawa najiuliza, kwani ninaenda kulala naye? Nilijiuliza sana, tunaenda kulala chumba kimoja na Hemedi, itakuwaje? Hii ni sehemu ya 3 ya simulizi hii. Simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Yatima. Hemedi amemchukua Brightness na kumpeleka kwao kwa ajili ya kumtambulisha. Lakini mwishowe, baada ya maongezi mengi ya kifamilia, Hemedi anamchukua Brightness na kutaka kwenda kulala. Je, watalala chumba kimoja na itakuwaje? Maana Hemedi ameshamshika mkono. Ikiwa Brightness hajawahi fanya chochote katika maisha yake, yaani ikulu yake Malkia yupo na hajawahi kuingia mfalme yoyote yule. Sasa usikose katika mwendelezo wa sehemu ya 4. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Asante na kwaheri.